Baba wa mbinguni, twaomba nyosha mkono wako, watu wauone. Baba, twarisifu jina lako, Jehova Jireh, Baba wa mbinguni, twaomba nyosha mkono wako, watu wauone. Baba, twarisifu jina lako, esidukenu Baba wa mbinguni, twaomba nyosha mkono wako, watu wauone. Baba, twarisifu jina lako, Jehova Yahweh, Baba wa mbinguni, twaomba nyosha mkono wako, watu wauone. Yes, Lord. Yes, Lord. Our Father and our God, it's with profound humility and due respect to you, God Almighty, for having given us yet another day out of your forbearance and kindness to lead us unto repentance, that the time of refreshing may come from you. We commit our spirit into thy able hands. We subject our thoughts to the obedience of Jesus Christ. We set loose our minds to be reconciled with yours. In Jesus' mighty name that we pray and believe in. Amen and amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema, nilifurahi wakati waliniambia tuende kwa nyumba ya nani? Ya Bwana. Na sioni kama nyuso zenyu zina furaha. Mtu ambayo ana furaha anakuaje? Anatabasamu. Kutabasamu inaonyesha mtu ana furaha. Basi tangu niingie hapa wachache tu ndio nimeona wanatabasamu. Inamaanisha furaha hatuna, natakana tuwe na furaha katika nyumba ya Bwana. Basi nashukuru Bwana sana kunipatia nafasi hii hata siku ya leo nikuje tufanye ibada pamoja. Zaidi ya hiyo, naitwa Jared Otieno Minyaho. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mungu aliniokoa mwaka wa 1970 wakati nilikuwa darasa la 7, na ilipata kama nilikuwa nimepotea sana. Nilikuwa tumekosana na mama mzazi, hata nikafukuzwa nyumbani, nikaenda nikakaa chokora, nikakuwa chokora huko town ya Kisumu kwa miaka 1. Na hiyo mwaka 1 nilikuwa town kwa maana tulikuwa tumekosana hali ambayo hatuwezi kuonana macho kwa macho. Tukakuwa chokora, tukiiba vitu kwa maduka za Wahindi, tulikuwa tunachukua pamba, tunaweka petroli, tunafuta. The higher you go, the cooler it becomes. Tunafuta hiyo petroli, tunalewa, tunapigana. Tulikuwa tunafanya maovu nyingi sana, mpaka Bwana ambaye alinirehemu akatafuta mama moja mzungu kutoka huko UK. Alitoka huko UK, alikuwa amekuja huku Kenya kwa kama ile wakati ya British Council Exchange Program ile walikuwa nayo. Sasa alikuja kama mwalimu.
Sasa hiyo wakati alikuja kufika Nairobi, akasema anataka kwenda Kisumu municipality. Sasa akaenda mpaka Kisumu municipality. Kufika huko Kisumu municipality, bwana anamuongoza tu, akasema anataka kwenda kwa shule moja inaitwa Kisumu Union Primary School. Basi akaleta mpaka hiyo shule. Wakati alipelekwa mpaka hiyo shule, alifika kwa shule, akaletwa kwa ile darasa nilikuwa nimewacha shule naye. Nilikuwa nimewacha shule kama niko darasa la 4, standard 4. Sasa hiyo standard 4, hiyo mwaka moja nilikuwa nimekuwa marked absent. Nilikuwa siko shuleni. Sasa wakati alienda huko akauliza, sasa huyu mwanafunzi yuko wapi? Nataka nimuone. Sasa akaambiwa, huyu mwanafunzi aliwacha shule, siku hizi ni kama vagabond, ni chokora hii town ya Kisumu. Wanafanya huko mambo mbaya kule town. Basi akasema nataka kumuona. Akasema, akamwambia yeye, huwezi kumuona? Akasema mimi nataka kumuona. Huyo mama anaitwa Miss Crosby, sijasahau jina lake mpaka leo. Basi kijana mmoja hapo shuleni akasema anajua mahali niko. Na hiyo siku walikuja kunitafuta hapo town. Ilikuwa tumeiva vitu kutoka kwa duka la Muhindi akaita askari. Askari akakuja na bunduki, na mimi ndio nilikuwa ring leader. Akamwonyesha huyo Muhindi, akaonyesha huyo askari ring leader ndio huyo. Sasa huyo askari akaanza kunipata na napiga risasi juu. Basi ikafika nyakati sasa amelengeza hiyo bunduki kwangu na akatupa risasi. Bahati mzuri sijui nini iliguza mimi mpaka nikaenda pande hii kidogo, na risasi ikawacha masikio yangu kama sentimita 15. Na hiyo velocity, hiyo nguvu la hiyo risasi iliharibu masikio yangu pande hii kidogo, lakini Mungu alifanya muujiza, ikapata kupona peke yake. Basi huyo askari akakimbia akidhani ameniua. Sasa ile alikuwa nadhani ameniua, akakimbia. Basi hiyo kijana huyo alikuja na huyo mzungu akajitokeza. Basi akaniambia unatakana. Sasa huyo mzungu alinichukua kwa gari lake mpaka nyumbani, tukatengeneza na mama. Kutoka hapo akanileta shule, tukatengeneza na walimu na mwalimu mkuu. Kutoka hapo akanipeleka mpaka shuleni, mpaka kanisani, tukatengeneza na vika. Zamani ilikuwa kali sana. Siku ya Jumapili kama hii, kama unasoma kwa zile skuli zimekuwa sponsored na Anglican Church, register inaletwa shuleni, inaletwa kanisani. Kifika Jumatatu wanaangalia wangapi walienda kanisani. Na kama umekosa kwenda kanisani, hiyo Jumatatu mama anakuja ama baba, vika anakuja, unachapwa na watu wangapi? 3. Sasa nikatengeneza hapo, nikarudi nikaanza kusoma. Bwana kaniongoza kwa masomo yangu mpaka nikasoma, nikamaliza college, nikaqualify kama mechanical engineer, nikafanya kazi kama mechanical engineer kwa miaka 35. Ikifika mwaka wa 2014 nikaretire kwa sababu nilikuwa nimetimiza miaka 60. Kufika leo sasa niko na miaka 71.5. Nashukuru Bwana, nimebariki. Nimeoa, niko na wasichana 2 na mvulana mmoja. Hao wasichana wameolewa na wajukuu. Na kijana yangu ambaye ni wa mwisho ni miaka 37. Yeye pia hayuko na sisi hapa, yuko kule ng'ambo, anafanya kazi kule ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kitu Bwana, nazidi kutegemea Bwana, kwa maana yeye pia amenipenda na nazidi kufanya kazi yake. Sasa ndiyo nimelileta hapa. Na mchukue salamu kutoka kwa mke wangu na watoto wangu ambao walijua ninakuja huku. Tulizungumza kwa simu, akasema nikifika niwasalimie. Mmepokea hiyo salamu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Basi ningeomba mtu anisomee wimbo bora 88. Wimbo bora. Nimeona imeandikwa kwa hapa karatasi. Wimbo bora, Songs of Songs, wimbo bora 88. Wimbo bora 88. Nitaanza na hapo kwa hii mazungumzo. Wimbo bora.
Inasema tunaweza kuisoma wote, tuisome sote. Unaweza kuiona iko kwa pale. Haya, 3-4 tuisome kwetu sisi. Siku atakapo kwetu sisi tuna umbwa mdogo. Mdogo. Kiswahili changu sio kizuri sana. Haya, sasa funga hiyo Biblia, angalia juu. Nitaanza hapo. Kwa maana wakati nilikuwa naomba nikauliza Mungu, nitaanza wapi? Na Mungu akanielekeza, na nikikija hapa naona pia nyinyi mpo nayo kwa program, ingawa hii inamalizika kwa kifungu cha 7, lakini Mungu alinipa hiyo kifungu cha 8. Bwana asifiwe sana. Kuna kijana hapa ambaye bado hajaoa. Kijana ambaye bado hajaoa, hebu kuja hapa karibu tusaidie kuhubiri kidogo tukiendelea. Unaitwa nani? Hebu kuja usimame tu hapa, nataka kukuuliza swali moja mbili. Mimi hali yangu nikihubiri na ndio sasa tunasemezana, kwa maana neno la Mungu linakuja, tunasemaje? Kuja tusemezane pamoja. Kijana waita nani? Walter, hujaoa bado, lakini una maombi hiyo, unafikiria kuoa hiyo nyakati inakuja. You have faith that na wale wasichana wazuri wanatoka wapi? Wanawake wazuri wanatoka kwa nani? Kwa Mungu. Asante. Sasa na unaamini kila neno ambayo imeandikwa kwa Biblia, sivyo? Unaamini sana. Na hii sasa neno la Mungu linatuambia tuna ndito mdogo ambaye hana maziwa, yani hana matiti. Ukipewa msichana ambaye hana matiti utamoa? Shauri gani? Na ukipata msichana ambaye matiti yake imesimama kama saa 6 ya mchana utamoa? Aha, asante. Hebu mpige makofi. Sasa tutaanza hapo. Enda tu uketi. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo sasa, huyu msichana sio mdogo vile. Ndio sababu unaulizwa uko wapi? Huyu msichana sio mdogo vile. Lakini nikileta kwa kiroho, sasa ni Yesu mwenyewe anazungumza na baba yake Mungu. Na wewe na mimi, sisi ni binti wa nani? Wa Yesu. Yesu ndio bridegroom, ndio mwenye harusi. Wewe na mimi tuko mabibi harusi. Sasa Yesu anazungumza na baba yake Mungu, anamuuliza. Sasa pale Good Samaritan, hii baada ya Kiswahili, naona wale ndito, lakini hawana matiti ama hawana maziwa. Itafanyaje siku ambayo watakuja kuwauliza? Yesu anataka kuja kuchukua kanisa lake, anataka kuja kuchukua binti yake, wewe na mimi tuwe naye. Lakini hiyo matiti inaonyesha ule mtu amekomaa, sivyo? Matiti inaonyesha mtu amekomaa. Mama, kama una mdito na hana matiti, unafuraha? Si ukiona kama matiti yake inakuwa, ndio itafika nyakati unamwambia sasa wewe umekomaa, inatakana uwe na nyumba yako, sivyo? Yes. Na sasa tumekuwa tunakuja kanisani, tumekuwa tunasikiza mahubiri, lakini hatujakomaa. Sasa Mungu, ndio sababu hii injili imekuja, tunaulizwa uko wapi? Tukisoma Methali 23:23 inasema, nunua
nunua ukweli, nunua fikiria, nunua wisdom, nunua instruction, na usiuze. Na mara nyingi tunakuja tunapata hizi instructions, tunapata mafundisho, tunapata mahubiri, baadaye tunaziuza. Tunaziuza namna gani? Kwa sababu Biblia inasema saa ile tunaenda mbele za Bwana tupeleke nini? Moyo yetu. Lakini kawaida saa ile tunapeleka moyo wetu tunaipeleka nusu nusu. Na inasema tupeleke moyo yetu, lakini tusipeleke nini? Mavazi, sivyo? Si ndio vile in English says render your heart unto the Lord, not your garments. Nataka tulete roho yetu, sio mavazi zetu. Na kawaida saa zingine tukikuja mbele za Bwana tunaleta roho nusu, nini pia nusu, garments pia tunaleta nusu. Na hii garments ambayo tunaleta nusu ni kitu gani? Kwa maana sasa hii naweza kuwa tuko mbele za Bwana na hapa ni mtu ambaye nimemchukia kabisa, hata sijamsamehea, na niko mbele za Bwana. Hiyo ndiyo garments ambayo Biblia inasema Bwana anapenda tulete roho yetu, sio mavazi. Mavazi inaweza kuwa umechukia mtu, mavazi inaweza kuwa envy, mavazi inaweza kuwa jealousy, mavazi ni kile kitu ambayo haimpendezi Mungu, lakini umeiweka rohoni mwako, unakuja nayo mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukiangalia sasa neno tulikuwa tumesoma ambayo ni Genesis, mambo za Adamu. Mambo za Adamu. Nilianza kusoma na hiyo ndito kwa sababu Adamu ni mtu ambayo alipata bahati sana na Mungu. Kwa maana Mungu alikuwa anakuja, siku hizi sisi ndio tutamtafuta, sivyo? Lakini wakati wa Adamu Mungu ndiye alikuwa anakuja kumtafuta, ambayo wapate kusemezana. Na alikuwa anakuja kumtafuta mambo za jioni. Ndio Mungu alikuwa anakuja, na paka iwe walikuwa na hekalu yao, vile tuko na hekalu kama hapa. Sasa Mungu alikuwa anakuja kila jioni, wanasemezana. Na kitu ambayo pia nasema Adam akujua, angekuwa kama Petro. Kama angekuwa kimbelembele, hatungekuwa katika hii hali ambayo tuko. Kwa maana Petro alikuwa ni mtu wa kimbelembele. Wakati aliona Yesu akamuita, Petro nifuate. Akaanza tu kumfuata Yesu, lakini akangojea. Baada ya muda kidogo akamuuliza Yesu, hebu niambie, sasa nimewacha vitu zangu zote, hata kazi zangu za kuvua, nikufuate. Nitapata nini? Sasa wakati hiyo Yesu akamwambia, utapata zile vitu umewacha, utazipata mara 100. Lakini zaidi ya hiyo utapata ufalme wa milele. Na hata hii Mathayo ambayo tumesoma leo, si Petro aliona kama Yesu anatembea juu ya maji? Akasema, kama we ni Bwana. Akamuuliza, kama we ni Yesu kweli, hata mimi nataka nifanye nini? Nije. Yesu akamwambia, kuja. Lakini imani ilikuwa kidogo, akaanza kuzama. Ndio sababu tunaulizwa, uko wapi? Sasa nikirudi kwa mambo ya Adamu, wakati Mungu alikuwa anakuja, wanasemezana, alikuwa hawezi kuuliza Yesu, sasa umesema tukule kila matunda ambayo iko kwa hii bustani, lakini ya katikati hatukuli. Angeuliza Yesu, angeuliza Mungu, sababu gani unasema tukule yote lakini hii ya katikati tuwache? Najua Mungu angempatia jawabu vile Petro aliuliza, na akapewa jawabu kama Adamu angeuliza. Kwa sababu ukisoma Methali 12 mstari wa 25, nitaisema kwa Kizungu lakini nitajaribu kuitafsiri kwa Kiswahili. Methali 12:25 inasema, anxiety
causes depression, but good words makes somebody glad, makes the heart glad. Anxiety ni ile kuwa na waza inaleta roho inakuwa chini, depression inaleta depression. Lakini maneno matamu inampa roho inakuwa na mzuri. Sasa Adam alikuwa na ile anxiety, lakini kupata njia ambayo alikuwa anaweza kumaliza nayo hiyo anxiety akujua, ndio ilimlekeza mpaka akafika mahali sasa amekula hata hiyo matunda. Na kwa nyakati hii, wakati tunakuwa na hiyo anxiety ama mawazo ile roho inawaza ambayo inatuletea depression. Paulo wakati alikuwa yuko gerezani akaandikia Wafilipi, kwa sababu alikuwa amejua wana mawazo wana roho ambayo inawaza sana. Akawaandikia barua, ukisoma Filipi 4:6 anasema tuache kuwa na ile roho ina 99 ama inakuwa ina 99, lakini kwa kila jambo tupate kuomba, kumtukuza Bwana na kupiga asante, baadaye tunamweleza zile shida zetu tuko nazo. Kama Adamu angejua hiyo, angefanya hiyo na tungekuwa tumesaidika. Sasa ukiangalia mstari wa kwanza, Ibilisi kawaida anakuja kututesa, anakuja na maswali ambazo ziko kinyume cha commandments za Mungu. Ibilisi hawezi kuja na mambo ambayo ni straight. Kawaida Saitani akitaka kutesa wewe na mimi, kwa maana hii Biblia, Lucifer anajua hii Biblia kuliko kila mtu, anaijua kweli, kwa sababu ameumbwa na Mungu. Yeye ndiye alikuwa ambaye anasifu Mungu, yeye ndiye alikuwa mkubwa ya wale wanasifu Mungu. Lakini kiburi ikamuingilia. Pride goes before falls. Kiburi ikamuingilia, akataka kuwa kama Mungu mwenyewe, basi akatupwa kuli chini. Alikuwa anajua. Ndio sababu wakati alikuwa anakuja akaanza na kinyume. Vitu zake za taisadi anaanza na kinyume. Ndio sababu wakati amekuja, hiyo inasema Satani kawaida anakuja, akikuja kutudhuru, anakuja na maswali na maswali ambayo inatuelekeza kuwa disobedient kwa Mungu. Inatuelekeza kuwa disobedient, ambayo hatutaki kuamini kile Bwana anataka tufanye. Hiyo unapata kwa hiyo kifungu cha kwanza ambayo nasema hiyo. Sasa ukikuja kwa mstari wa 5, saa zingine tunafanya jambo ingine kubwa ambayo tukidhani tukifanya hii, vile Shetani alikuwa anamwambia huyo mama, ukifanya hii utakuwa kama Mungu. Saa zingine tunataka tujifanye kama sisi ndio Mungu, na sisi hatu Mungu. Wewe na mimi hatuko, sio Mungu. Tumeundwa kwa creation yetu ni kama tumeungwa katika ile hali ya Mungu. Tafadhali naomba radhi kwa Kiswahili changu inakuwa ngumu saa zingine. Kwa Kizungu I would say we do ourselves great harm when we believe that we find greater blessings in doing our own things, not obeying God. Kawaida tunajikuta saa ile tunafanya vitu zetu wenyewe ambayo haimtukuzi jina la Bwana. Tunapata saa zingine tunakuwa na furaha sana, lakini kinyume cha hiyo ni shida. Kinyume cha hiyo ni shida. Sasa tukiangalia hiyo mstari wa 7, dhambi inatupa tunatoka kwa Bwana. Dhambi inatumpa hatupati
uhusiano yetu na Mungu inapata kusoroteka. Wakati dhambi imeingia inapata kusoroteka. Lakini wakati dhambi imeingia unapata Adamu badili ya kwenda kwa Bwana. Kwa maana neno la Bwana linatuambia, tukisoma Isaya 1:18 anasema, kujeni tusemezane pamoja. Hata ikawa kama dhambi yako na yangu imekuwa nyekundu kama damu, itakuwa nyeupe kama theluji. Na nikikubali kufanya hiyo, nitakula ambayo nitaanza kula mema hiyo katika nchi. Sitangojea kula hiyo mema juu mbinguni. Bwana anasema sasa ile nimekuja tukasemezana. Kama Adamu angekuja wakasemezana na Bwana, wakati hiyo aliingia kwa dhambi, wakasemezana na Mungu. Vile Biblia inatuambia Isaya 1:18, kujeni tusemezane pamoja, hata kama dhambi zako ziko nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Bwana atapata kusamehe wewe na mimi. Kama Adamu angefanya hivyo, hatungekuwa kwa hali ambayo tuko. Hata kwa saa hii Bwana bado anasema njoo tusemezane. Usikimbie. Saa ile tumeingia kwa dhambi, usikimbie. Mimi nilijaribu kukimbia wakati niliingia kwa dhambi, lakini kama Bwana anakuhitaji uwezi kupotea. Ndiposa Yesu akasema, wale ulisema mpaka waokolewe nimewaleta, na wale ulisema niwache nimewawacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe ambaye uko hapa leo, wewe ndio Bwana anakutaka, anakuuliza uko wapi? Na anasema hata kama dhambi zako ziko kama theluji, ziko kama nyekundu kama damu, atazifanya ziwe nyeupe kama theluji. Na ukikubali utakula mema hapa nchini. Mimi nilisikia hiyo maagizo nikakubali. Si unaona nakula mema hapa nchini? Kwa sababu nilifanya nini? Nilienda kwake tukasemezana, na dhambi zangu zilikuwa makubwa. Hata kuoa, tulijaribu kuoa kijana moja, tutazetu tunamnyang'anya vitu. Akakaa kwa koma karibu mwezi ngapi? Mwezi 3. Na hiyo yote Mungu alipata kunisamehe wakati nilienda tusemezane. Hizo dhambi zilikuwa nyekundu. Kama Adamu angejua hii Mungu tunamwabudu ni Mungu ambayo anasamea watu yake, au tungefika mahali tuko mpaka sasa. Na hiyo saili ameweza tusamehe, yeye pia anasahau. Lakini sisi binadamu tunasamea watu, saa zingine tunasema siwezi kusahau, sivyo? Na yeye Mungu mwenyewe anasema akikusamea dhambi anasahau, anaweka kwa ile kaburini ya kusahau. Ndio sababu anatuambia sasa tunakuja kwake tulete roho zetu, sio mawazi, sio mavazi zetu. Kwa maana mavazi zetu ni ile chuki tunakuja nayo. Na kuja mbele zake tunamwambia Bwana tusamehe dhambi zetu vile tunasamehe wengine, na atusamehe, atufanye hivyo. Ndio sababu hii neno imekuja. Bwana baada anatuuliza uko wapi? Pengine unaona we ni mwenye dhambi sana, pengine unaona we ni mwenye dhambi sana huwezi kusamehewa. Bwana atakusamehe. Sidhani dhambi zako ambayo umefanya inaweza kuzidi zile nilifanya, lakini Bwana akapata kunisamehe. Hiyo tukiangalia kifungu cha 8 ukisoma utapata uliumbwa. Utajiuliza sababu gani Bwana aliumba Adamu? Shauri gani Bwana alikuumba? Ukipata kujua shauri gani Bwana alikuumba, lakini hiyo pia unaweza kupata Daudi alipata siri hiyo Zaburi ambayo tumesoma ya 88. Daudi alipata ujasiri. Ukiangalia hiyo Zaburi tumesoma ya 88, unaona vile Daudi analia, anamlilia Mungu.
kwa sababu alijikuta mahali sasa paka yeye adililie Mungu. Na hiyo Zaburi ukisoma utapata kama Daudi analia. Vile Daudi analia, hata wewe unaweza kulia hivyo. Mara nyingi nikienda mbele za Bwana natumia hiyo. Kama Adamu angejua vile kulilia Mungu, atungekuwa kwa hali hii. Ile Daudi anasema. Na tena kama Adamu angejua shauri gani ameumbwa, kwa maana Mungu wakati Lucifer walikosana naye akamtupa, lakini Mungu akataka apate mtu ambaye wanaweza kukaa nayo kama anamwabudu. Yakaona sasa akutengeneze wewe na mimi tuwe tunamwabudu. Adamu akufanya ujasiri ajue shauri gani Mungu uliniumba. Mungu apate kumwelekeza shauri gani Mungu alimuumba. Daudi alipata hii siri. Ukisoma Zaburi 139 utapata hapo chini Daudi anasema vile it says in English that I'm wonderfully and fearfully made. Daudi aligundua siri shauri gani aliumbwa. Wewe pia umesagundua siri, ndugu yangu na dada yangu? Umesagundua siri shauri gani Mungu alikuumba, na shauri gani baada amekuachia maisha mpaka sasa na wale wengine wamewachukua? Mtu kama mimi saa hii naishi kwa zile miaka za sambla kwa maana miaka za mtu ni 70, na Mungu kama anakupenda na kuongeza kama 10 hivi. Sasa naishi kwa hizo miaka. Sasa kila saa namuuliza Mungu, umenipatia baksizi za miaka, ni nini unataka nifanye? Ni nini unataka nifanye? Hebu uliza Bwana kila saa, muulize ni nini anataka ufanye. Lakini kuumbwa kwa Adam, Mungu alimuumba Adam awe kama anamfanya nini? Anamuworship, anamsifu. Alikuwa anataka mtu ambaye wanaweza kukaa nayo chini. Mungu anakutafuta hata siku ya leo. Mungu ananitafuta na wewe, kwa sababu hii neno ni lako na langu. Kwa maana neno la Mungu ni kama panga, inakata huku na nakata huku. Kama hii neno na ubiri haiwezi kunikata, basi hakuna faida ya kuhubiri. Neno la Mungu paka ikukate na inanikata. Kwa sababu kama tunasema hatuna dhambi, tunajidanganya. Lakini tukiomba Mungu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, atatuachilia dhambi na tupate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi Adam sasa ile anaulizwa, uko wapi? Anasema, alijibu namna gani? Adam, kama mnasikiza somo, Adam alijibu namna gani? Wakati Mungu alimuuliza uko wapi, alijibu namna gani? Amejificha. Kwa sababu ukisoma Mathayo 12:37 inasema you are justified by your words and you are condemned by your words. Yani unawekwa huru na maneno ambayo yametoka kwa kinywa chako, na unahukumiwa na maneno ambayo yametoka kwa kinywa chako. Kama Adamu angejua hiyo, angetumia hiyo kinywa chake kumwambia Mungu, kumwomba masamaha. Hatungekuwa kwa hii hali ya kuwa tunatubu dhambi kila saa. Tungekuwa tunamsifu tu. Basi sasa ile wanaendelea kuzungumza, Adamu sasa akaanza kuweka problem, akaanza kutoa problems kwake, sivyo? Na hiyo ndio vile tunafanya. Unajua kila saa ukipoint somebody, hebu tafadhali tujaribu kufanya hivi. Jaribu tu kufanya hivi. Kila mtu ajaribu kufanya hivi. Sasa hiyo mna point vile Adam alikuwa sasa anasema ile Eve. Hizi fingers tatu zinakupoint. Ujiweke kwa hiyo hali, ungefanya nini? Najiweka kwa hiyo hali. Mimi kabla sijamstaki mtu, najiuliza mara 3. Kama hii kitu ingepata, ingekuwaje? Na Mungu ndio the witness. Kama Adam
angejiuliza. Kwa maana hii kosa ambayo Adam hakusema, pengine alipatia Eve instruction kulingana na Mithali 23:23. Buy instructions, buy the truth, buy wisdom and don't sell it. Pengine alipewa hiyo, na kwa sababu Ibilisi anaanza na kinyume, sasa akamchanganyisha Eve. Sasa Eve pia akachukua hivyo, Eve pia akakuja akamchanganyisha Adam. Adam pia akakula. Ndio sababu tuko kwa hii hali. Sasa akaanza kuweka problem kwa mwingine, hii problem kwa huyu, hii problem kwa huyu. Sasa wakati tunaweka problem kwa huyu na kwa huyu na kwa huyu, Mungu hatawezi kutupatia nini? Jawabu. Kama tunataka kutengeneza siku yetu ya kesho leo, tuwe watu ambayo kama kosa imekuja, jiweke kwa hiyo kosa, tuombe msamaha, alafu Mungu atatupatia njia kamili. Kwa maana anasema kwa kila kosa ambayo tumepata, trials and tests ambayo tunapata, atatupatia njia ya kupita naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatupatia njia ya kufanya nini? Ya kupita naye. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nimemaliza.